Naam, ni mchezo mwingine kunako ligi kusoka Tanzania bara katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni kati ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao watakuwa kikipiga dhidi ya klabu ya Singida Black Stars, chui hawa kutokea huko katika mashamba ya Alizeti mkoani Singida. Mechi hii itapigwa majira ya saa 10 kamili katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam. Tunakwenda kuangazia mchezo huu katika upande wa kimbinu lakini pia kiufundi, jinsi gani ambavyo walimu wa timu zote mbili, kwa upande wa Simba Steve Baka, lakini pia kwa upande wa klabu ya Singida Black Stars Papi Kimoto, wataingia katika huu mchezo kuenda ku make sure kwamba wanapata kile ambacho wanakitafuta, hasa katika upande wa kimsimamo na kuweza kutamatisha ligi ambayo imebakisha mchezo mmoja tu, ambako kwa siku ya kesho itakuwa ni raundi ya 29. Tukianza na upande wa Singida Black Stars ambao wao ni wageni katika mchezo wa kesho, ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa ina mwendelezo mzuri kwa siku za hivi karibuni, hata kwenye msimamo imekuwa inathibitika hivyo. Nafasi ya 4, alama zao 50, ina confirm jinsi gani ambavyo imekuwa ni timu ambayo ina ushindani na imekuwa ina mwenendo mzuri kwa siku za hivi karibuni. Kumbukumbu nzuri kwa Singida Black Stars, mchezo wao wa mwisho dhidi ya Prisons waliibuka na ushindi goli 3-1, kitu ambacho kinawaongezea confidence ama kujiamini kuelekea kukipiga dhidi ya timu ngumu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tunakwenda kuangazia kitu gani ambacho mwalimu wa Singida Papi Kimoto anaweza akaingia nacho katika mchezo wa kesho. Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambazo zina sifa takriban 3 pale ambako wanakwenda kumkabili mpinzani ambaye ni mkubwa ama mpinzani ambaye anapigiwa upatu mkubwa. Kwanza ni moja kati ya timu ambayo imekuwa ina confidence kubwa na ni confidence ambayo inakuja kutokana na the way ambavyo wamekuwa wana kikosi shindani, kikosi ambacho kimesheheni wachezaji ambao levels zao za ushindani ziko sawa pengine na wale ambao wanakwenda kuwakabili, kwa maana wekundu wa Msimbazi Simba, na ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa ina kiwango bora hasa kwa mchezaji mmoja mmoja kama Mosi Ndumumwe, miongoni mwa wafungaji bora hadi hivi sasa akiwa na magoli 14. Ni mmoja kati ya washambuliaji ambao klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba lazima wamwangalie kwa uangalifu mkubwa, kwa sababu amekuwa ana kiwango bora kwa siku za hivi karibuni, na amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wanaisaidia timu pale ambako linapokuja swala la kufunga, kwa maana amekuwa na wastani mzuri wa kufunga kila mchezo kuanzia ambako alipiga hat-trick, lakini pia katika mechi ya mwisho ambayo Mosi Ndumumwe alifunga magoli 2 kwenye mechi ambayo Singida Black Stars waliondoka na ushindi wa goli 3-0, na ni miongoni mwa timu ambayo muhimili wao mkubwa imekuwa katika eneo la midfield, eneo la katikati mwa uwanja, eneo ambalo utamkuta Linda Mtange, utamkuta pia wakina Emmanuel Keyeke, wakina Halid Gego na wengine wengi ambao mara kadhaa mwalimu amekuwa anawatumia katika hayo maeneo. Lakini pia hutoacha kuizungumza Singida kama hutoizungumzia katika maeneo yao ya pembeni, eneo ambalo atakuwepo Ibrahim Imoro, miongoni mwa walinzi ambao wamekuwa wana ubora mkubwa hasa pale ambako timu ilikuwa inakwenda kushambulia, kwa maana wakati timu ikiwa katika mfumo wa offensive amekuwa na uwezo mzuri wa ku-overlap, ku-underlap, lakini pia uwezo mzuri wa kupiga cross ambazo zimekuwa zinaweza zikatua kwenye vichwa vya washambuliaji wa klabu ya Singida wakiongozwa na Horso Mwaku ama Joseph Gede, ambao wamekuwa wanatoa mchango mkubwa katika upande wa kufunga magoli. Lakini pia kwa upande wa Ande Kofi Seleng, the same pia kwa upande wake amekuwa na huo ubora na mchango mkubwa pale ambako Singida ikiwa inaelekea jambo lake katika suala la kushambulia, amekuwa anaipa team balance, ikiwa haina mpira the same pia ikiwa inakwenda kushambulia moja kwa moja. Kwa hiyo klabu ya Singida ni miongoni mwa timu ambayo huwezi kuichukulia poa kwenye mechi kama hizi na hichi ambacho kinaendelea katika upande wa pressure ya kimsimamo. Nafikiri itakwenda kuwa ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, hasa kwa Singida kwa sababu wanakwenda kucheza na timu ambayo ipo katika mbio za ubingwa, kwa maana ya klabu ya Simba, ambao wao wanaamini kwamba michezo hii miwili ambayo imesalia ni michezo ambayo lazima waielekee kwa umakini mkubwa, na wakiwa wanafikiria kwamba si michezo ambayo ya kwenda kuangusha alama, bali ni michezo ambayo alama 3 kwao ni muhimu kwa asilimia kubwa.
jinsi gani ambavyo klabu ya Singida chini ya meneja wao Papii Kimoto na kocha wao mkuu kwa maana ya uongozi wao wanaweza kwenda kuingia na mpango kazi ambao utakwenda kuizuia Simba katika maeneo yao ambayo wameonekana kuwa na ubora mkubwa. Na ni maeneo gani hayo? Ni kwenye maeneo ya pembeni. Eli Mpanzu, Kibisawala, Ribasegwe, Anseti Ura, Clatous Chota Chama. Hawa ndio wameonekana kuwa na ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Eli Mpanzu amekuwa na ubora mkubwa, asipokufunga ata-assist hadi hivi sasa. Yeye ndiye top assist kwenye ligi yetu akiwa na assist 9. Hii ina confirm kwamba amekuwa ni mchezaji ambaye ana mchango mkubwa katika upande wa kufunga magoli, lakini pia katika upande wa kutoa pasi za usaidizi wa magoli. Kwa hiyo klabu ya Simba huo ndio ubora wake ambao wamekuwa nao kwa siku za hivi karibuni, na nimekuwa ni eneo hatari ambalo limekuwa ni muhimili mkubwa kwa upande wa Steve Barker ambaye ndiye kocha mkuu wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi ni majira ya saa 10 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, miongoni mwa viwanja ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu huu wamekitumia kwa asilimia kubwa katika mechi zao za raundi ya kwanza, lakini pia na kuelekea mwishoni mwa ligi kusoka Tanzania bara. Naitwa Leopard John, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.